Tumekuwa na mfululizo wa somo ambalo Mungu ametupa neema, na leo ni Jumapili ya 5 tukiwa tunajifunza, na itakuwa ni hitimisho la yale ambayo tumekuwa tukijifunza kwa mwezi mzima, na ninaamini kuna mambo yameumbika ndani yako, na baada ya hapa kuna hatua ambazo nina uhakika utazitenda ambazo zitaacha alama kwenye kanisa, kwenye taasisi unayofanya kazi, kwenye familia, kwenye ndoa na maeneo yote ambayo Mungu amekupatia kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na somo ambalo tulilipa kichwa ya kwamba utele na ustawi katika umoja, na tukaanza sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa utangulizi. Sehemu ya pili ilikuwa ni uelewa wa andiko msingi ambalo ni Zaburi sura ya 133 mstari wa kwanza mpaka wa 3, na sehemu ya 3 tukawa tunajifunza maana ya maandiko hayo, na tukawa tumeanza kujifunza maana ya upamoja na umoja. Na Jumapili iliyopita, Jumapili mbili zilizopita, Jumapili ya kwanza kabla ya iliyopita tuliangalia mambo ambayo yanaweza kusababisha umoja upatikane, na tukasema kuna mambo matatu ambayo yanasababisha umoja uwepo kwenye eneo ambalo watu wa Mungu wapo au watu wa Mungu wamekusanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kwanza tulijifunza kwa kina kuhusu upendo, namna gani upendo unawaunganisha watu na kuwafanya wawe mmoja. Lakini tukasema upendo peke yake hauwafanyi watu wawe mmoja. Kuna mambo matatu ambayo yanawafanya watu wawe pamoja kwa umoja. Na jambo la kwanza likawa upendo. Jambo la pili tukajifunza kuhusu kusudi Jumapili iliyopita. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaendelea na sehemu ya 3 ya somo letu ambapo ni maana ya maandiko, Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa 3 inayosema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na tulikuwa tunaangalia pamoja na kwa umoja maana yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaangalia kipengele cha 3 ambacho kinawafanya watu wawe mmoja au wawe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu hicho cha 3 kinachowafanya watu wawe mmoja au umoja ni mawasiliano. Ni mawasiliano. Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Nitasoma. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huku tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko ambayo tumeyasoma, anasema kuna watu waliokuwa pamoja na wakajadiliana, wakafanya maamuzi ya kusafiri na kwenda kutafuta sehemu ambayo wanaweza wakakaa pamoja siku zote. Na neno la Mungu kwenye mstari wa kwanza inasema walikuwa na lugha moja na walikuwa na usemi mmoja. Lakini ukiendelea chini hapo, kuna vitu kadhaa ambavyo tayari tumejifunza ambavyo unaweza kuviona, vitu ambavyo viliwafanya waanze kuwa pamoja na wawe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Ninachoweza kutafakari haraka ni kwamba kuna sehemu wote walikuwa na wote wakaamua kwa pamoja kuanza safari kwenda kutafuta sehemu ambayo watafika na watakuwa pamoja, watatengeneza mji wao na watatengeneza jina wakiwa mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe.
tunachokiamini ni kwamba hilo wazo halikuja kwa watu wote. Lazima kuna sehemu lilianza, na lilianza na mtu mmoja, sio wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka kuamini, alikuwepo kiongozi au mtu ambaye alisema jamani, twende tafute eneo labda ambalo lina fursa, lina madini, lina uoto mzuri, lina hali ya hewa nzuri, twende huko tukafanye. Na yamkini labda kulikuwa na mjadala ambao ulifanyika wa watu hao wote, na baadaye wakakubaliana kwamba sasa kutokea kwenye haya na mapendekezo tofauti tofauti ambayo tumeyapata, tuelekee uelekeo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiona kwenye maandiko hayo, kitu cha kwanza ni kwamba hawa watu walikuwa wanapendana. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu walikuwa wanapendana, lakini hawa watu walikuwa wana kusudi moja. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu walikuwa na lugha moja. Sasa walikuwa na lugha moja na walikuwa na usemi mmoja. Walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Kama walikuwa na upendo peke yake na walikuwa na kusudi moja, ingekosekana mawasiliano baina yao, au ingekosekana lugha moja na usemi mmoja, hakuna chochote ambacho kingefanyika. Wasingeelekea walikoelekea, lakini wasingefanya maamuzi yoyote ambayo waliyafanya kama kungekosekana mawasiliano ya wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye context hii natamani uone, tunapozungumza mawasiliano tunazungumza vitu viwili vikubwa ambavyo tumeviona kwenye andiko hilo. Kitu cha kwanza ni lugha na kitu cha pili ni usemi. Ukiendelea chini huko, Biblia inatuambia kwamba Mungu hakuichafua lugha yao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na lugha moja na usemi mmoja, lakini ili watawanyike hawakutawanyishwa kwa kuchafuliwa lugha, walichafuliwa usemi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo lugha na usemi vyote ni vitu vya muhimu sana ambavyo vinahitajika ili watu wawe pamoja. Ni hatari kuchafuliwa usemi kuliko kuchafuliwa lugha, kwa sababu ukichafuliwa usemi ni rahisi kugawanyika kuliko ukichafuliwa lugha. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Lugha ni nini? Au lugha moja ni nini? Ni mawasiliano ya msingi yaliyoundwa kwa maneno, sarufi, misamiati ambayo bila shaka waliitumia. Na Biblia inasema kipindi hicho, sababu ni haraka tu baada ya kutoka kwenye safina na watu wamezaliana, kwa hiyo wote walikuwa wana lugha moja. Walikuwa wana lugha ambayo wanaitumia kuwasiliana wao kwa wao na wakaelewana. Lakini neno la Mungu linasema pia walikuwa na usemi. Kwa hiyo lugha ni misamiati, maneno, sarufi ambazo zimewekwa pamoja zinazotumika kwa ajili ya mawasiliano, au ni kifaa kinachotumika kuwasilisha hoja au kupashana habari. Lugha ni kifaa kinachotumika kupashana habari, kuwasilisha habari, kuwasilisha ujumbe ambao ndani yake kuna misamiati, kuna sarufi na mambo mengine ambayo yanafanya lugha iwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Lakini usemi ni mtindo au namna ya kuwasiliana. Mtindo au namna ya kuwasiliana ni misemo au ni maelewano ya kijamii na ya kiutamaduni, kwamba watu wanaweza wakawa wanawasiliana lakini hawana maelewano. Kuna vitu ambavyo vikizungumzwa sehemu fulani vinaeleweka kuliko vikizungumzwa eneo lingine. Hivyo vinaitwa usemi. Sote tunaweza tukawa tuna lugha moja ya Kiswahili, lakini tuna semi tofauti tofauti kulingana na wapi tumetokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Biblia inasema ili hawa watu wafanye walioweza kuyafanya, walihitaji lugha na walihitaji usemi. Na Mungu alipoona wana nia moja au wana kusudi moja, wanapendana, wana mawasiliano mamoja ambapo kuna lugha na kuna nia, alichokuja kukichafua haikuwa lugha yao. Alikuja kuchafua nini?
usemi wao. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii inamaanisha kuwa walikuwa na maelewano ya ndani au mtazamo mmoja kuhusu mambo mbalimbali, na mtazamo huu haukutokea tu. Ninachotaka kukiamini ni kama kilifanyika kikao kabla ya kujenga huo mnara, na kila mtu akawa ana mawazo yake, ana ushauri wake, na baadaye kwa pamoja wakakubaliana kwamba sasa tutatumia tofali, tutatumia simenti, tutatumia saruji na sio udongo. Kwa hiyo kuna uwezekano walikaa pamoja wakajadiliana, ni kweli tuna lengo la kujenga mnara mmoja ambao huo mnara utatusababishia tuwe tuna jina, tutatambulika, hatutatawanyika. Sasa tunatekelezaje hili lengo? Kila mmoja akatoa labda mapendekezo yake kwamba tukitumia simenti kutakuwa kuna faida 1, 2, 3, 4, 5. Kwa nini tusitumie labda chokaa? Kwa nini tusitumie mawe, tutumie tofali zilizochomwa? Kwa hiyo baada ya kujadiliana kwa pamoja wote wakatoka na okay, sasa kuanzia sasa hivi badala ya kutumia mawe tutatumia tofali zilizochomwa kwa sababu 1, 2, 3, 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo walikubaliana, walikuwa na maelewano juu ya mambo mbalimbali ambayo walitaka kuyatumia. Walikubaliana kwanza kwenye kusudi lao kwamba tunataka tujenge mnara, lakini walikubaliana ni kwa namna gani tunatakiwa kujenga huu mnara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu walio pamoja wanaweza wakawa wanapendana, wanaweza wakawa wana kusudi moja, lakini kama watashindwa kuwa na maelewano, kuwa na lugha na usemi mmoja, hawatakuwa mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu wawe pamoja kwa umoja, lazima wapendane, wawe na kusudi moja au wawe na nia moja, lakini isiishie hapo, wawe na lugha na usemi mmoja, ambapo hiyo lugha na usemi mmoja tutaiona inatokeaje. Watu wawe wana lugha moja, watu wawe na usemi mmoja, inatokeaje? Kuna mambo ambayo yanatakiwa kufanyika kupelekea watu wawe na lugha moja na wawe na usemi mmoja. Sefania sura ya 3 na mstari wa 9. Sefania sura ya 3 na mstari wa 9. Tunaweza tukasoma Sefania 3:9, tusome wote kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliitia jina la Bwana na wanitumikie kwa nia moja. Kwa kama tutataka kutumika kwa nia moja, kitu ambacho kitatufanya tutumike kwa nia moja ni nini? Ni kuwa na lugha au ni kuwa na usemi ambao ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia lugha ndipo tunaweza kufahamu kusudi lililoko ndani ya kila mtu. Kwa hiyo lugha inasaidia watu wajue yaliyoko ndani ya mioyo ya watu. Lugha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakiwasiliana kimsingi, ili umfahamu mtu vizuri ni mpaka umruhusu azungumze au muongee. Hauwezi kufikia sehemu ambayo utasema ninamfahamu mtu fulani kama hujafikia hatua ya kumsikiliza akiwa anazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Lugha ndiyo hupelekea watu wawe na nia moja. Lugha ndiyo hupelekea watu wawe na nia moja. Kwa hiyo ili watu wamtumikie Mungu kwa nia moja, wanapaswa kurejeshewa lugha moja. Na ili kusudi lifahamike, lazima liwasilishwe, lazima liwe communicated, watu walisikie, watu wajue. Na ndio maana wakati tunajifunza Jumapili iliyopita, tulipokuwa tunaangalia namna gani kusudi linatusaidia tuwe na umoja, tuliona mara nyingi hapa tumekuwa tunaambiwa maono ya New Vine, tumekuwa tunaambiwa falsafa za New Vine. Kama tusingeambiwa, kama tungekuwa hatufundishwi, tusingevijua ni kitu gani kimepelekea
tujue ni mawasiliano ya mtu ambaye anajua maono, anajua kusudi, ndiyo imepelekea na sisi wakati anatuwasilishia tufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Habakuki sura ya 2 mstari wa kwanza na kuendelea, nafikiri mpaka mstari wa 3, Biblia inasema hiyo njozi au maono ulionayo unatakiwa kuyaandika kwenye vibao, viwe wazi sana kiasi kwamba kila anayesoma ayaone. Kwa hiyo lazima mawasiliano yawepo ili tuwe na nia moja. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie umuhimu wa lugha. Lugha ni daraja la mawasiliano. Lugha huwezesha watu kuelewana, kueleza fikra, kueleza maono, kueleza hisia na malengo ya pamoja. Lugha ni daraja la mawasiliano. Kwa hiyo lugha huwawezesha watu kuelewana, kurahisisha watu kueleza fikra zao, maono yao, hisia zao na malengo ya pamoja. Bila lugha ya pamoja lazima kuwepo na mkanganyiko pamoja na migawanyiko kwa watu walio pamoja. Kwa hiyo bila kuwepo kwa lugha moja inayoeleweka na sisi wote, hakutakuwa na umoja. Kuna watu watakuwa wanaelewa kitu kimoja tofauti na watu wengine wanavyoelewa kitu kingine. Kwa hiyo ili kuwe kuna umoja, upendo peke yake hautoshi. Lazima mawasiliano yawepo au lugha iwepo ya kuwasilisha huo upendo na huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Labda nitolee mfano kwa kijana wa kiume ambaye anataka kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Ikitokea anampenda binti na akakusudia kumuoa, asipowasiliana naye, kweli ni kwamba anaweza asije kumuoa, si ndio? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kitakachofanya wawe mmoja sio tu kwamba anampenda, wala sio tu kwamba anakusudi naye anataka kumuoa, ni mpaka atakapochukua hatua nyingine ya kuwasilisha upendo wake na kusudi alilonalo kwa huyo mtu anayetaka kumuoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo kwa binti, lazima kuwepo na lugha ambayo atatakiwa aitumie kuwasilisha kile kilichoko ndani ya moyo wake. Anaweza akawa anampenda kweli, anaweza akawa ana kusudi jema, lakini kama hakutakuwa na mawasiliano baina yao au lugha baina yao, hakuna chochote ambacho kitatokea. Hao watu hawatakuwa mmoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo inaweza tokea kwamba mtu alikuwa anampenda, alikuwa ana kusudi naye na hajaenda kumwambia, anakuja anashtukia kwamba ndoa inatangazwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Ili umoja utengenezeke, lazima upendo uwepo, kusudi liwepo na lugha iwepo ya kuwasilisha yale yaliyo ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa lugha ni daraja. Lugha ni daraja. Lazima kuwe kuna lugha ambayo inawatambulisha watu, inawafahamisha watu kwamba kiongea hivi sisi tunaelewana. Tukisema hivi, tukiwa tuna usemi fulani tunaelewana. Tukimsikia mtu anaongea kama hivi, hata kama atoki hapa, tunajua kabisa atakuwa ni wa ukoo wetu, atakuwa ni wa kabila letu la Wayuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namba 2, lugha hujenga utambulisho wa pamoja. Lugha hujenga utambulisho wa pamoja. Lugha na usemi hujenga utambulisho wa pamoja. Kuna lugha fulani ukiisikia unafahamu kwamba hawa watu ni wa sehemu fulani, au kuna lafudhi fulani ukiisikia unafahamu kabisa hawa watu ni wa sehemu fulani. Ni kwa nini? Lugha na usemi vinatengeneza utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kanisani hapa kuna lugha tukizisema tunajua kabisa ni za hapa, na kuna mtu tukimsikia anazisema tunajua ama atakuwa anatokea Groenland au anatokea Morogoro au anatokea sehemu zingine. Zimetutengenezea utambulisho wa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ukimsikia mtu anasema mrembo wangu, unajua tu huyu ni wa wapi? NVC. Unajua kabisa. Unajua kwamba huyu ni wa NVC. Ukisikia anasema sichukulii kawaida, si ndio? Si ndio? Unajua tu kabisa ni wa wapi? NVC. Kwa hiyo lugha inasababisha utambulisho utokee.
Sasa ili uwe mmoja wetu lazima uongee kama sisi, lazima wewe una usemi kama wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sentensi nyingi sana ambazo ukizisikia tunajua kabisa huyu ni wa NVC. Ukisikia sisi ni watu wa matokeo, unajua kabisa NVC. Ukisikia mtu anasema yes sir, unajua kabisa huyu ni NVC au ni wa kabila letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa vitu havitokei tu, ni lugha ambayo inaonyesha sisi ni wamoja. Kwa ili uwe mmoja wetu unapaswa kuwa na lugha kama ya kwetu. Unapaswa kuwa na usemi kama wa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Siku moja tulikuwa naongea na rafiki yangu mmoja alinipigia simu. Akasema mrembo wako anaendeleaje kama ambavyo waga unasema kanisani kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa? So lugha zinatutambulisha. Lugha zinatoa identity yetu. Kwa kama utakuwa pamoja na sisi, unatupenda kweli, lakini umelielewa kusudi letu, lakini una lugha na usemi tofauti na sisi, bado haujawa mmoja wetu. Kuna umbali unatakiwa kwenda zaidi kuelewa namna tunavyozungumza, namna tunavyosema na namna tunavyotenda kutokea kwenye mambo tunayoyasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lugha na usemi inajenga utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, watu wenye lugha moja ndio wanaoweza kupanga, kuamua na kutekeleza mambo kwa mwelekeo mmoja na kuleta ufanisi katika maono ya pamoja. Watu wenye lugha moja ndio wanaoweza kupanga, kuamua na kutekeleza mambo kwa mwelekeo mmoja na kuleta ufanisi katika maono ya pamoja. Maono ya kujenga mnara kimsingi kabisa, ninaamini hayakuwa ya watu wote. Yalikuwa ni ya mtu mmoja, ambapo hatuna uhakika sana, lakini wasomi kuna mtu anamtaja pale ambaye alikuwa ndiye kiongozi ambaye alisababisha huo mnara kujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima kulikuwa kuna kusudi ndani ya mtu, akaliwasilisha. Alipoliwasilisha wakapanga kwa pamoja, wakazungumza, wakapangilia mambo kupitia lugha na usemi wao. Kwa ili jambo lisitokee, ilibidi lugha na usemi vichafuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata hapa kuna mambo ya kwamba ili yasitokee inabidi usemi wetu uchafuliwe, identity yetu ichafuliwe, utambulisho wetu uvurugwe, kwa sababu namna pekee ya kuwazuia watu walio na upendo, namna pekee ya kuwazuia watu walio na kusudi moja ni kuwachafulia lugha yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Namna ambavyo ndoa itazuiwa isifanye mambo makubwa hata kama wenzi wanapendana na wanakusudi moja ni kuchafua tu lugha moja, lugha yao. Kila mmoja awe ana tafsiri zake kuelekea mambo fulani. Mmoja labda anaamini kwenye mtu akifanya jambo 1 2 3 4 5 naweza nikamwacha, na mwingine anaamini hakuna chochote ambacho kinaweza kupelekea tuachane. Ni usemi na lugha mbili tofauti. Kwa hata kama watu wanapendana, inaweza ikafikia hatua kwa kutokuwa na lugha moja na usemi mmoja kupelekea kwamba mambo yasiendelee kwenye huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tunapata wapi lugha na usemi mmoja? Lugha na usemi mmoja tunaupata kutokea kwenye neno la Mungu. Lugha na usemi mmoja kama waamini au kama tutakuwa kwenye ndoa zetu, familia zetu, lugha zetu na usemi mmoja unatakiwa kutokea kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu ndo linapaswa kutupatia usemi. Neno la Mungu ndio linapaswa kutupatia lugha ya kuzungumza. Kwa hiyo lazima tufikie hatua ambayo kila mtu ana usemi mmoja, ana lugha moja, lakini imetokea wapi? Imetokea kwenye neno la Mungu. Na ndio maana kanisani hapa, kabla chochote hakijafanyika, ili sote tuwe tuna lugha moja, lazima neno la Mungu lifundishwe kwanza, ndio twende tukafanye. Kwa nini?
Neno la Mungu ndo linatutengenezea lugha. Neno la Mungu ndo linatutengenezea usemi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia unasema kanisa ni familia, sio kwa kuwa tumejitungia, ni kutokea kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwepo na kufikia kwenye ngazi ya kwamba sote tuna neno la Mungu kuhusiana na mambo mbalimbali. Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Mungu nasema ukianzia 11 inaeleza naye alitoa wengine kuwa mitume. Mstari wa 12 anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Mstari wa 13, hata na sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sio hata kuwa watu wakamilifu, anasema hata kuwa mtu mkamilifu. Ili tufike hapo, tunapaswa kuwa na umoja wa imani. Umoja wa imani ambao huo umoja wa imani kutokea kwenye kuwa na fundisho moja, kuwa na neno la Mungu moja ambalo sote tunalielewa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tutakuwa wamoja, lazima, kama tutakuwa tuna lugha moja na usemi mmoja, lazima ikifikia kwenye ndoa, sote tuna lugha moja kuhusu ndoa, sote tuna usemi mmoja kuhusu ndoa. Kama tutakuwa wamoja, tutakuwa tuna lugha moja, lazima ifikie hatua ambapo tukizungumza kuhusu uchumi, sote tunaelewa mamoja, tuna lugha moja kuhusu uchumi, tuna usemi mmoja kuhusu uchumi, sote tuna usemi mmoja kuhusu afya. Kwa nini? Kuna maeneo ambayo afya ni tofauti na sisi tunavyoamini kuhusu afya. Kuna maeneo pia ambayo kuhusu uchumi watu wanaamini tofauti na sisi kuhusu uchumi. Kwa hiyo kama utataka kuwa mmoja wao, itabidi ujifunze wao wanaelewaje kuhusu uchumi kwa ngazi yao. Na ukishakuja hapa kanisani, kama utataka uwe mmoja wetu, unatakiwa uhakikishe kila kitu ambacho tunakiamini na wewe ukiamini na ukiseme hivi hivi, ambapo ili ufikie hapo lazima uwe mtu ambaye utajifunza sana neno la Mungu linalotokea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ukubali hata kama umekuja kanisani hapa kwa kuchelewa, labda umekuja 2024, New Vine Church imeanza hapa 2020, kuna mafundisho mengi yameshapita. Ujipe kazi ya kwamba natakiwa kufuatilia yaliyofundishwa yote tangu 2020. Lengo ni upate lugha moja na sisi, upate usemi mmoja na sisi, kunacho kiongea na wewe ukiongee ukiwa unajua ni kwa nini unakiongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano mimi siku moja nilikuwa najiuliza sana, kwa nini yes sir, yes sir? Katika kufuatilia nikagundua moja ya andiko la huduma ya New Vine Church linatutambulisha sisi kama wanajeshi. Kwa hiyo ukisikia unasema yes sir, ni kutokea kwenye mindset ya nini? Ya jeshi. Kwa kila mtu aliyoko hapa anatakiwa ajue kabisa, okay, sisemi tu yes sir ili kujifurahisha, ni kwa sababu mimi ni nani? Ni mwanajeshi. Kwa tunapokuwa tuna lugha moja, tafsiri yake ni nini? Lazima tujue huo usemi kujaje. Tuelewe sote kwamba okay, sisi ni wanajeshi. Kwa nikiwa kwenye ndoa, nikiwa kwenye utumishi, nikiwa kwenye biashara, nikiwa kwenye chochote kile, niko pale kama mwanajeshi, ninatenda kama mwanajeshi, ninaenenda kama mwanajeshi, ninaongea kama mwanajeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo la 4, lugha huchochea upendo na amani. Lugha huchochea upendo na amani. Kama utampenda mtu na usimwambie unampenda, anaweza asijue kama unampenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo lugha inachochea upendo. Kwa hiyo unagundua kwamba lugha ni kiunganishi kikubwa cha vile vitu viwili vinavyosababisha umoja: kusudi na upendo. Ili mtu ajue unampenda, lazima asikie unazungumza unampenda.
Unaweza hata ukawa unafanya vitu vinavyoonyesha upendo, lakini usiposema anaweza asijue kama unampenda. Kwa lugha ni kichocheo cha upendo na amani. Kwa hiyo lazima ifikie hatua, kama mtu atataka ajue kama unampenda, ueleze hisia zako, ueleze namna gani unampenda huyo mtu, ueleze ninakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati tunatenda upendo, tunatakiwa kusema pia upendo. Wakati tunatenda upendo, lazima tuseme pia upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili useme upendo, lazima utumie lugha. Kwa lugha ni kiunganishi kizuri, ni moja ya vitu ambavyo vinachochea upendo, vinachochea kupendana, lugha. Na iwe ni lugha moja na yenye usemi mmoja. Na tumesema hiyo lugha inatokea kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisema unampenda mtu, iwe ni kutokea kwenye tafsiri ya neno la Mungu inasemaje kuhusu upendo. Sio kuna upendo wa tamaa, iwe ni upendo ambao ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza kuwa na kusudi na upendo na tukashindwa kuwa na umoja kwa sababu ya kushindwa kuwasilisha upendo wetu na kusudi. Kwa hiyo wakati wowote utakapokuwa eneo, hata kama watu hawazungumzi, hakikisha unataka kusikia kutoka kwao wanasemaje kuhusu huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiashumu, uliza, hoji ili ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na lugha, kujifunza kuwasiliana, kujifunza kuwasilisha, kujifunza kuhoji, ili tuwe na lugha moja ambayo itatusaidia kuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili kanisa, ili ndoa, ili taasisi iwe na umoja, lazima kuwe na mfumo wa mawasiliano kwenye hiyo taasisi. Mfumo wa mawasiliano ambao unawasilisha maono, kusudi, values na kila kitu ambacho tulijifunza Jumapili iliyopita. Lakini mfumo ambao unaweza kuwasilisha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kanisani hapa utasikia tunawasherehekea watu, si ndio? Kuwasherehekea watu ni kuexpress namna gani tunajisikia ndani yetu kuhusu wao, kwa sababu wao hawawezi kuona ndani yetu, ila wanaweza wakasikia tunachozungumza kilichoko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Sawa. Jambo lingine la 4 kati ya matatu yale ambalo kimsingi kabisa lilitakiwa kuwa la kwanza na tumekuwa tunalisema sana, ili umoja uendelee kuwepo, lazima watu waendelee kuwa pamoja. Lazima watu waendelee kuwa pamoja. Lazima watu waendelee kuwa pamoja. Na tulisema kwamba umoja, Bwana Yesu asifiwe. Tulisema kwamba umoja unaanza kwenye upamoja kwanza. Kwa hiyo ili watu waendelee kuwa mmoja, lazima waendelee kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya umoja, hata kama kutakuwa kuna mawasiliano, kuna upendo, kuna kila kitu, lazima watu waendelee kuwa pamoja. Kwa kama utakuwa mmoja wetu au utakuwa mmoja kwenye hiyo familia, kwenye hiyo ndoa na kwenye eneo lolote lile ambalo wewe upo, lazima uhakikishe unajishikamanisha kuendelea kuwepo kwenye hilo eneo. Na kuendelea kuwepo kwako kwenye hilo eneo sio kutambulika tu kwamba upo, ni kwa kuhakikisha unashiriki kila kitu ambacho kinafanyika hapo. Unashiriki kila kinachofanyika kuendana na maono. Unashiriki kwenye kupendana. Sababu tulisema hivi, upendo namna gani unaleta umoja? Sio mtu mmoja akiwa anatupenda wote. Ni pale ambapo sisi kwa sisi tunafanya nini? Tunapendana. Wewe unawapenda wenzako na wao wanakupenda. Sasa ili hilo liwezekane, lazima watu wawe pamoja, waendelee kuwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kupatikana kwenye pamoja ambao unakutambulisha. Kwa mfano, kanisani tuna jumuiya. Kila mshirika anatakiwa kuwa kwenye jumuiya yake.
Bwana Yesu asifiwe. Kila mshirika anatakiwa au anapaswa, kutakiwa au kupaswa sio swala ambalo ni la kujadiliana, ni kwamba unatakiwa kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama utaendelea kuwa mmoja wetu, sio kuja Jumapili tu hapo, unatakiwa kupatikana kwenye nini? Kwenye jumuiya yako. Lakini kuna huduma, kwa mfano huduma ya wanaume. Wanaume wote wanatakiwa kupatikana kwenye huduma hiyo. Sio swala la mjadala. Ile tu wewe ni mwanamume, unatakiwa upatikane kule. Usipopatikana kule, kimsingi kabisa utambuliki kama mwanaume kwenye kanisa hili. Utatambulika hivyo sehemu zingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila mwanamke anatakiwa apatikane kwenye huduma ya wanawake. Usipopatikana huko, hutambuliki kama mwanamke ukiwa hapa. Utatambulika hivyo sehemu zingine huko. Lakini kama utataka kuwa mmoja wetu, ni mwanamke, hakikisha unapatikana sehemu zile ambazo ni za lazima, unatakiwa uwe. Vijana, usipopatikana kwenye huduma ya vijana, wewe sio kijana. Hatukutambui kama kijana kanisani. Tutakutambua hivyo labda tukishatoka hapa, tukaondoka huko. Lakini ile umekuwa mshirika, moja ya kitu kitakachokufanya uwe mmoja wetu ni lazima upatikane kwenye maeneo ambayo ni ya lazima upatikane. Kuna maeneo ambayo ni ya hiari. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na nini? Na yale ambayo Mungu labda amekuwekea ndani yako. Kwa mfano, the vine, kama wewe ni kila mwenye pumzi, unahiarika kuja ili kujifunza. Lakini kuna maeneo ambayo unalazimika kupatikana. Kwa kuto kupatikana kwako huko, unatutumia ujumbe kwamba wewe sio mmoja wetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kupatikana kwenye maeneo yote. Na kupatikana sio jina lako tu liwe huko. Ushiriki kila yanayofanyika huko. Sio kila mtu. Kwa ajili ya ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu ni nani? Ndugu ni mtu ambaye mna uhusiano wa damu. Ni mtu ambaye mna uhusiano wa damu. Na hapa wanaweza wakawa ni ndugu wa tumbo moja au ndugu ambao mnahusiana na damu kwa ujumla, kwa maana ya ukoo, kaka, shangazi na wengine kama hao. Hao ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo Mungu anatutarajia tuwe na umoja ni kwa hao watu ambao tunatokana nao na nini? Na damu. Ni kwenye ndoa, Mungu anataka umoja uwepo kwenye ndoa. Ni kwenye familia, Mungu anataka umoja uwepo kwenye familia zetu. Anataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuna ndugu wengine ambao ni ndugu ambao tumeunganishwa nao kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu ambao tumeunganishwa nao kwa damu ya Yesu, ambao yamkini hatutoki kabila moja, yamkini hatutoki huko, lakini kwa damu ya Yesu tumekuwa kabila moja, ambao ni kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sote tunakuwa ni Wayuda, na ambacho kimetufanya tuwe Wayuda wote ni nini? Damu ya Bwana Yesu. Hao ni ndugu ambao unatakiwa kuwa mmoja wao au kuwa na umoja nao. Ni ndugu zako. Yeyote ambaye amemwamini Bwana Yesu ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa sote sio tu ni washirika, sisi ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio washirika wa New Vine Church, sisi ni ndugu wa New Vine Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapaswa kumtreat kila mmoja aliyeko hapa kama nani? Ndugu, na sio tu ndugu, kama ndugu yako wa damu. Damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu ambao wametokana na damu ya Yesu ni watu wale ambao wamemwamini Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, au wameokoka. Na hawa ni ndugu kwa kuwa Yesu alitufia wote na akatunganisha kupitia damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Mathayo sura 12 mstari wa 48 hadi 50. Akajibu akawaambia, Mathayo 12:48 hadi 50. Akajibu akawaambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani? Na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akisema, tazama mama yangu na ndugu zangu, kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu.
Kwa yeyote ambaye amekubali kumpokea Yesu, huyo ni mama yako, huyo ni ndugu yako, huyo ni shangazi yako, ni ndugu yako. Kwa unapaswa kumtreat kama ndugu yako. Unapaswa kujitoa kwa ajili yake kama ndugu yako. Kama ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waefeso 2:18 hadi 19. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Kwa watu wote waliomwamini Bwana Yesu wako kwenye nyumba moja ya Mungu. Na kibiblia sehemu nyingi unapokuta neno nyumba inamaanisha familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sisi wote tuliomwamini Bwana Yesu ni watu wa familia ya Mungu. Ni watu tulioko kwenye nyumba ya Mungu. Yohana 1:12 inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ndio wale waliaminio jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu zetu ni wale wote walioliamini jina lake. Sisi wote ni watoto kwa baba yetu Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tazama ilivyo vyema ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Kwa Mungu anatutarajia sisi wote kama ndugu. Sisi wote kama tumemwamini Yesu tukae pamoja na tuwe na umoja. Yohana 17:19 hadi 21. Haya ni maombi ya Bwana Yesu ambayo tulijifunza mwanzoni kabisa. Na Mungu nasema, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja. Kumbe unaona, Mungu hamaanishi kwamba unatakiwa kuwa mmoja na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatutarajii kuwa mmoja na yeyote tunayekutana naye. Hatutarajii tuwe mmoja na kila mtu. Anatutarajia tuwe mmoja na ndugu zetu, na watu walioamini, na watu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unapoona hata unafundishwa, unashauriwa kwamba usiolewe na mtu ambaye hajaokoka, ni kwa sababu huyo sio ndugu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani wewe kumletea mchungaji kwamba mtu fulani amenipenda lakini hajaokoka. Kimsingi ambaye hajaokoka hajui kupenda. Biblia kabisa, hajui kupenda ambaye hajaokoka. Hawezi kutoa ambacho hana, na upendo si ni Mungu. Huyo sio ndugu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Huyo sio ndugu yako. Tangu mwanzo kwenye utamaduni wa Kiebrania watu walikuwa hawaoi yeyote, walikuwa wanaenda kwa ndugu zao. Kwa ndugu zao. Mungu anatarajia kama yatakuwa ni umoja kwenye ndoa, tuwe na akina nani? Na ndugu zetu. Na ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 6:14. Neno la Mungu nasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Jibu ni kwamba hapana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapana. Kwa Mungu hatutarajii tufanye umoja na yeyote. Tuwe mmoja na yeyote. Na hata kama utataka biashara yako una wafanyakazi, unataka uwe mmoja wao, lazima wawe na kigezo kwamba ni ndugu zako. Sio yeyote, awe ni ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hapana mapatano yoyote kati ya nuru na giza. Kama tutakuwa na umoja, tunatakiwa tukae chini, tujifanyie tathmini, tujue akina nani ni ndugu zangu. Akina nani kwenye maeneo yote, akina nani ni ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Na hiyo unapaswa ujitahidi uzingatie na mambo mengine mengi. Unaoa hakikisha unaenda kwa ndugu zako. Sio ndugu yako tu mmoja, ndugu zako. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Unless Mungu amekuonesha sana usiende kwa ndugu zako. Lakini nenda kwa ndugu zako.
nenda kwa ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa muktadha huo, Mungu anatuita kujenga umoja kwenye familia zetu kwanza, lakini anatuita kujenga umoja kwa ndugu zetu wengine, kama kanisani, kwenye idara uliopo, huduma uliopo, wale ambao mna nia moja, mna imani moja, mna makusudi mamoja na mna lugha moja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatutarajia huko kuwa na umoja. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu tunalolitazama kutoka kwenye maana, jambo la kwanza lilikuwa ni upamoja na umoja, na jambo la pili lilikuwa ni ndugu, na jambo la tatu, ukisoma maandiko yetu pale nasema hivi, kutoka kichwa cha Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta yale yaliyokuwa yana harufu tofauti tofauti na ingredients tofauti tofauti yalikuwa yanamwagwa kutoka kwenye kichwa cha Haruni, lakini umande pia ulikuwa unatoka wapi? Kwenye mlima Hermon. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa picha ya mafuta kutoka kwenye kichwa cha Haruni mpaka kwenye upindo wa vazi inatoa maana ya kuwa umoja huwa unatiririka kutokea juu au kutokea kwa kiongozi. Umoja unatiririka huko. Yeye ndo ana initiate umoja. Yeye ndo ana initiate upendo. Sisi tunapendana kama Yesu alivyotupenda, si ndio? Yesu ndo initiator wa upendo. Yesu ndiye mwanzilishi wa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiongozi ndiye anawasilisha maono, anawasilisha kusudi, anawasilisha falsafa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii ina implication gani kwetu? Kuna watu hapa sisi ni wazaliwa wa kwanza, si ndio? Mungu anatutarajia kwamba sisi ndio tuinitiate umoja kwa wadogo zetu. Kuna watu ambao ni wazazi. Kama hakuna umoja wa wanandoa, hakutakuwa kuna umoja wa familia. Bwana Yesu atusaidie sana. Umoja wa watoto unaamuliwa sana na umoja wa wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umoja haupandi mlima, kimsingi unatiririka. Kwa hiyo wale ambao Mungu ametuamini kwenye nafasi, tuko kwenye idara kama viongozi, sisi ndio tunatakiwa tuinitiate umoja kwenye idara zetu, tuinitiate umoja kwenye familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye shule ya uzaliwa wa kwanza lazima pia ujitambue. Unaweza usiwe ni mzaliwa wa kwanza kwa cheo, lakini ukawa ni mzaliwa wa kwanza kwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijitambua, ujue kabisa mimi sio mzaliwa wa kwanza kwa cheo, lakini ni mzaliwa wa kwanza kwa haki. Lazima mimi ndo ni initiate umoja kwa wadogo zangu, umoja kwenye familia yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. So, ni wajibu wa kila baba, ni wajibu wa kila mama, ni wajibu wa kila kiongozi kwenye eneo lolote, ajue kabisa yeye ndo anapaswa kuinitiate umoja. Yeye ndiye anapaswa kuwapenda watu bila kutarajia chochote kutoka kwao, alafu wao wajifunze kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anapaswa kuwaambia anaowaongoza wapi tunaenda. Lugha yetu ni hii. Yeye ndiye anatakiwa kuinitiate, kuanzisha. Sababu mafuta yalikuwa yanashuka, yalikuwa hayapandi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe utataka kusababisha umoja kwenye familia yako, moja ya kazi kubwa ambayo unayo ni kuwaombea viongozi walioko hapa. Uwaombee, uwashauri, upendekeze mambo, sio uamrishe kwamba tuwe na umoja, kwa sababu unateremka toka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mimi ni mnufaika wa mafundisho ambayo baba amekuwa anatufundisha hapa. Moja ya kitu ambacho nilikifanya baada ya kujifunza ili kuiweka familia pamoja, nilipendekeza kwenye familia yetu tuwe na mwongozo wa familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikupendekeza. Na tangu hapo kimsingi kabisa baba atakuwa anafahamu, hata mimi kuruhusiwa kuendelea kuwa hapa ni baada ya jambo hilo kutendeka. Kuwa na vikao vya familia, kujadili, kuzungumza, kuna changamoto, migogoro inazungumzika kutokea kwenye nini? Familia. Kwa sababu gani?
nilipendekeza mwongozo wa nini, wa familia, ambapo watoto wote tukawa huru kuzungumza vitu tunavyotamani na sisi vitokee kwenye familia yetu. Lakini sikuanzisha, nilipendekeza, wazo likawa zuri, likachukuliwa na likatendewa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna namna Mungu anatusaidia sana, na kuna umbali Mungu anatupeleka kupitia hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi ambao labda hatuna nafasi kubwa kwenye taasisi, familia tulizopo, tunachoweza kufanya ni kuomba na kupendekeza na kushauri. Lakini viongozi wetu kwenye familia, kwenye taasisi, kwenye huduma ndo wana nafasi kubwa ya kuanzisha huo umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili umoja uwepo, lazima kiwepo chanzo. Sasa unaweza ukaamua wewe uwe chanzo na ukawasilisha kwa namna ambayo Mungu atakupatia hekima ya kuwasilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tukahitimishe somo letu kwa kuangalia sehemu ya 4, wajibu wetu katika umoja. Wajibu wetu katika umoja. Kila mtu ana wajibu wa kuchochea umoja kwenye eneo alilopo. Kila mtu ana huo wajibu. Sio wajibu wa viongozi peke yake. Kila mtu ana wajibu. Kila mtu ana wajibu wa kuchochea umoja kwenye eneo ambalo Mungu amemweka. Iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye familia. Mume ana wajibu, mke ana wajibu, watoto wana wajibu. Kwenye kanisa, resident pastor ana wajibu, viongozi wa jumuiya wana wajibu, viongozi wa idara wana wajibu, viongozi wa huduma. Kila mmoja ana wajibu wake wa kutekeleza ili kusababisha hilo jambo zuri la umoja litokee. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza au wajibu wa kwanza wa kila mtu katika umoja ni kukaa na kutafakari radha, harufu alizonazo ambazo anaweza akachangia kwenye huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tulijifunza namna ambavyo umoja unafananishwa na mafuta, si ndio? Na tukajifunza namna ambavyo umoja unafananishwa na umande mzuri unaotoka kwenye milima ya Hermon. Kwa hiyo moja ya wajibu wako unatakiwa kukaa chini, ujifanyie tathmini. Uone, okay, mimi nina harufu gani ninaweza nikachangia kwenye huo umoja nilio. Mimi ni manemane, mimi ni kane. Kila mtu anatakiwa akae chini aone, what can I contribute in this unit? Kila mmoja. Ninaweza nikachangia nini? Ni kwenye ndoa, nina radha gani, nina harufu gani naweza nikaileta kwenye ndoa? Ni kwenye familia, nina harufu gani ninaweza nikaileta kwenye familia? Kwa sababu kila harufu inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni nani? Ni mwerezi? Ni msonobari? Kila mtu atambue yeye ni nani kwenye familia. Na kila mtu sasa akishatambua ajue kwamba anatakiwa kuanza kuwa hivyo bila kujali wengine wameshatambua ubado. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu unayeweza kunufaisha wengine bila kutarajia chochote. Umeshakaa chini, umejifanyia tafakari yako, umegundua mimi harufu yangu ni ya kushauri watu, ni ya kuwasaidia watu wawe kwenye utaratibu, wawe kwenye oda. Kwa hiyo wakati wowote nitakapoona hakuna oda, hakuna utaratibu, nitatekeleza wajibu wangu sawa sawa na harufu yangu. Na wakati nafanya hivyo nitakuwa ninapeleka hiyo harufu nzuri kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kila mtu anatakiwa awaze nitanufaisha nini huu umoja, sio nitanufaikaje na huu umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alipo akae awaze, okay, nitanufaishaje mambo ya umoja na sio nitanufaikaje. Kila mtu akikaa akawaza kwamba nitanufaishaje, tafsiri yake tutanufaishana. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mmoja kwenye eneo ambalo Mungu amemweka akae chini awaze, harufu yangu ni hii, nitanufaishaje hawa watu ambao Mungu ameniweka katikati yao, nitawanufaishaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Na utakapokuwa unafanya hivyo,
utakuwa unapanda mbegu za umoja, utakuwa unapanda mbegu za upendo kwa watu, utakuwa unapanda mbegu, na ukipanda mbegu huwa zinaota na zinazaa. Namba 2, fahamu kusudi na ufuatilie fundisho la mahali ulipo ambalo litaleta lugha moja na usemi kwenye maeneo mbalimbali ya maisha. Kama huko hapa kuna mafundisho mengi sana ambayo tumeshafundisha, na kuna namna hata mimi nilikuja New Vine nikiwa na mambo mengi ambayo siyaelewi, nikiwa na mambo mengi ambayo yanaweza yakanifanya nionekane tu ni wa tofauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mengi sana, ambapo bidii ya kujifunza na kutamani kujua kwa nini vitu vipo, kufuatilia mafundisho, kufuatilia maono ya New Vine imenifanya kwa sehemu kuwa hivi ambavyo nipo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo fahamu kusudi la mahali ulipo. Hakikisha kinachokusukuma kuendelea kuwepo eneo ni kusudi ambalo umelifahamu la hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha usiwepo eneo ambalo tunakuuliza kwa nini uko hapa, alafu wewe mwenyewe haujui. Au hawa watu kwa nini wapo na wewe upo hapo hapo na umeishi hata miaka 4, 5 na haujui kwa nini hao watu wapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hakikisha kama utataka kuwa mmoja wao, fahamu kusudi na uliishi. Fuatilia mafundisho na uyaishi ya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umoja wa imani unapatikana kwa kusikiliza fundisho moja. Kama sote tutakuwa tuna lugha moja, itaamliwa na fundisho ambalo tumelisikia. Imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia, na kusikia huja kwa neno Kristo. Kwa hiyo kama sote tutakuwa tuna umoja wa imani ambao utatufanya tuwe na nia moja, itakuwa imeamliwa na fundisho la Kristo ambalo tumelisikia mahali hapo au sehemu ambayo tutakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, fanya maamuzi ya dhati ya kuwapenda watu walio kwenye umoja kama nafsi yako mwenyewe. Fanya maamuzi ya dhati ya kuwapenda watu walio kwenye umoja kama nafsi yako mwenyewe. Tumejifunza kwamba upendo ni maamuzi ambayo mtu anayafanya ya kukutana na mahitaji ya mtu mwingine, au ya kutatua mahitaji ya mtu mwingine, ya kutatua changamoto za mtu mwingine bila kutarajia huyo mtu yeye atamfanyia nini. Kwa kila mmoja hapa atakapokuwa busy amefocus kwenye kutafuta mtu fulani atakuwa na changamoto gani, nimsaidieje, utajikuta tunakuwa mtu mmoja. Changamoto ya mmoja wetu itakuwa ni changamoto yetu wote. Bwana Yesu atusaidie sana. Aibu ya mwenzetu itakuwa ni aibu ya sisi wote, sababu ni mmoja. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo mtu anaamua kukutana na mahitaji ya mwenzake na kumpenda, anaamua ampende mtu, kuna vitu vitakuwa vionekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Upendo huwa unaficha udhaifu. Upendo unaficha udhaifu. Upendo unaficha dhambi. Biblia inasema hivi. Upendo unaficha dhambi. Kama unampenda mtu, unaweza usione udhaifu wake. Watu wanaweza hata wakakwambia habari zake. Kwa kuwa unampenda, hautaviona hivyo vitu. Eneo ukakuta watu mtu akikosea anataka amplify kosa la huyo mtu, ujue ampendi. Sasa upendo huwa unaficha makosa ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Petro wa kwanza 4:8 hadi 10. Petro wa kwanza 4:8 hadi 10. Neno la Mungu linasema, zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana. Kwa kupendana kunahitaji nini? Juhudi nyingi. Upendo unahitaji juhudi nyingi. Ili tuwe na umoja kwenye maeneo yote ambayo Mungu ametuweka, tunahitaji kuwa na juhudi nyingi kwenye juhudi nyingi kwenye kufanya maamuzi ya kukutana na mahitaji ya watu wengine. Kwa hiyo ukikaa chini pale una juhudi nyingi kwenye kuwaza unasaidiaje watu kwenye umoja wenu. Juhudi nyingi kwenye kuwaza unamsaidiaje mke wako. Juhudi nyingi kwenye kuwaza unamsaidiaje mme wako awe bora, awe mtu wa kufaa, sababu aibu yake ni aibu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Juhudi nyingi kwenye
saidia watoto wako. Hiyo juhudi inapokuwa kubwa, umoja unakuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Sio makosa tu kumbe peke yake. Upendo husitiri wingi wa dhambi. Husitiri. Upendo huo unakuwa ni kama vazi kwenye dhambi. Hauoni dhambi, hauoni makosa upendo. Kwa hiyo the day uko bize unaona dhambi, makosa ya watu, udhaifu wa watu, fanya juhudi nyingi kuwapenda. Wakati unapoona udhaifu wa mtu, ndo kila siku unaona tu huo, ujue upendo wako umepoa. Ongeza juhudi kwenye kupendana, kwa sababu upendo unasitiri wingi wa dhambi. Upendo unaficha dhambi. Upendo unaficha makosa. Upendo unaficha udhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni kwa nini unaficha? Tuliona kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 13. Biblia inasemaje? Upendo husamehe, si ndio? Upendo hauna uchungu. Kwa hizo ingredients za upendo ndizo zinapelekea makosa ya ficho. Upendo unavumilia. Unawatazama watu kwa jicho la miaka 20 ijayo. Upendo unavumilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Jambo la 4. Jilazimishe. Jilazimishe kuwaona wengine walio kwenye umoja ni bora kuliko nafsi yako. Jilazimishe. Jilazimishe. Ni jambo la kujilazimisha. Wewe unione mimi ni bora kuliko wewe, ni kujilazimisha. Uone hivi. Jilazimishe kuwaona wengine ni bora kuliko nafsi yako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo la kujilazimisha, la kujizoesha. Kuwaona wengine ni bora kuliko wewe. Na kuna namna ya kufanya, kuna namna ya kujizoeza, kuna namna ya kujilazimisha na ukaanza kuwaona kweli wengine ni bora kuliko wewe. Kuna namna. Na nitakufundisha hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wafilipi 2:2 hadi 3. Wafilipi 2:2 hadi 3. Neno la Mungu nasema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Hapa nazungumza kuhusu umoja tu. Hapa anasema watu ambao wana nia moja, wana usemi mmoja, wana moyo mmoja. Anasema msitende neno lolote kwa kushindana, wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu na mhesabu mwenzake ni nani? Ni bora kuliko nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiangalia sifa zote hizo za kunyenyekeana, za kupenda, ni sifa zote ambazo zinapatikana kwenye upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa watu walio mmoja, kwa maana ya kwamba wana kusudi moja, wana upendo mmoja, wana lugha moja, huwa hawashindani. Huwa hawashindani. Kwa sababu kusudi lao ni moja. Tutafanya vitu tofauti lakini lengo ni moja. Kwa hiyo hakuna mashindano. Kwa sababu sote kwenye kila tunachokifanya tunatarajia matokeo mamoja. Hatuwezi kushindana. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hawashindani lakini hawajivuni. Hawana majivuno. Baada ya kufanya mambo yote wanatarajia matokeo mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ni ufaini hapa. Baada ya kila kitu tunachofanya, lengo ni nini? Kuinua kizazi cha kiungu. Kwa hiyo kimsingi hatutakiwi kushindana. Tunatakiwa kushindana na sisi wenyewe kufika kule ambako ni kusudi kubwa la sisi kuwepo hapa. Kushindana na sisi wenyewe, sio kushindana na wengine kwenye umoja. Kushindana na sisi wenyewe ili tuhakikishe tunafikia kusudi la uwepo wetu hapa. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu atukuzwe sana. Watu walio mmoja au wenye kusudi moja hawaangalii mambo yao wenyewe, wanaangalia mambo ya umoja. Hawaangalii mambo yao wenyewe, wanaangalia mambo ya umoja. Bwana Yesu asifiwe.
lakini ni wanyenyekevu na huwahesabu wengine ni bora kuliko nafsi zao wenyewe. Ni watu walio na umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa namna gani unaweza kujizoeza kuhesabu wengine ni bora kuliko nafsi yako? Namna gani? Na tukizungumza nafsi, kwenye nafsi kuna akili, kuna hisia. Kwa hiyo anaposema tuwaone wengine ni bora kuliko nafsi zetu wenyewe, anamaanisha tuwaone wengine ni bora kuliko akili zetu, kuliko hisia zetu, kuliko utashi wetu. Tuwaone ni bora kuliko utashi wetu. Tuwaone ni bora kuliko hisia zetu, ni bora kuliko akili zetu. Sasa ni jambo la kujizoeza. Unawezaje sasa? Jambo la kwanza ni ujilazimishe kuwapenda. Ujilazimishe kuwapenda. Tumeshaizungumza hapo juu. Ujilazimishe kukutana na mahitaji yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hazina yako ilipo ndipo na nini? Na moyo wako ulipo. Jilazimishe kukutana na mambo yao. Toa fedha zako, peleka kule. Moyo wako utaanza kuingia kwao. Moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Waombe. Mara nyingi watu tunawaombea kimsingi kabisa, hata kama hauwapendi leo, utajikuta umeanza kuwapenda. Anza kuwa watu jua waga hata waombei. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasemaje? Tuwapende tuwaombee wanaotuudhi, si ndio? Tuwaombee wanaotuudhi. Kwa hiyo ukimwombea ambaye anakuudhi, unajikuta umeanza kumpenda. Unajikuta unaanza kumwazia mambo mazuri. Na moyo wako unaambatana naye huyo ambaye unamwombea. Na kama kuna vitu Mungu ambavyo atataka amwambie, kimsingi kabisa atampelekea yule anayemwombea huyo. Umesikia nilichosema? Kuletea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namba 2, focus kwenye harufu zao na ladha zao nzuri. Jitahidi kuangalia mambo mazuri walionayo, sababu kwenye kila umoja, kila mtu ana harufu yake nzuri, na kimsingi kabisa kila mtu ana harufu zake mbaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila mtu kwenye umoja au kwenye upamoja ana harufu zake nzuri, na kila mtu ana harufu zake mbaya. Harufu nzuri ni yale maeneo yake yenye nguvu. Kila mtu na vile ambavyo wao wanavyo. Utagundua wewe unaweza ukawa kabisa hauna hivyo wao walivyo navyo, lakini pia unaweza ukawa unavyo vichache kuliko walivyo navyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ili uweze kumuona mwenzako ni bora kuliko wewe, lazima uangalie maeneo yake yenye nguvu. Harufu anaweza kaichangia kwako kwenye umoja wako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Jambo la pili, jambo la tatu, ukiwatazama watu na ukaona madhaifu yao, ujue ni ujumbe Mungu anakutumia kwamba hiyo ndiyo kazi ulionayo kwao, kuwasaidia kuwa bora. Madhaifu yoyote tunayaona kwa watu kimsingi ni fursa ambazo Mungu ametupatia tuwasaidie watu. Kwa sababu lengo kubwa la mahusiano yoyote tutakayokuwa nayo ni kuwasaidia watu wawe vile Mungu anavyotaka wawe. Vile Mungu anavyotaka wawe ndio Mungu ametukuzia. Kwa hiyo ukiona kwa bahati nzuri kaona udhaifu ulioko kwa mtu, ujue ni ujumbe Mungu anakutumia kwamba that's your assignment. Msaidie huyo mtu awe bora kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Udhaifu wote utakaoona kwa mtu, ili ujenge umoja, hakikisha unatumia